Hello guys, karibuni tena katika Chamas Education na leo tunaendelea kujifunza namna ya kuweza kuitumia Microsoft Word. Leo tutajifunza kipengele cha home. Katika Microsoft Word unapoifungua kuna vipengele tofauti tofauti. Kuna hichi kipengele cha file, kuna kipengele cha home, insert, design, layout na kadhalika. Leo tutajifunza hichi kipengele cha home. Kwa katika home hapa ukibonyeza kuna vipengele tofauti tofauti hapa vinaonyesha. Tuanze cha kwanza. Cha kwanza tuje katika sehemu hii hapa. Katika sehemu hii hapa kuna hichi kitu B, kuna kama I ambako ni mkwaju na kuna U. Hii B maana yake ni bold, maana yake kuyafanya maneno yako yaweze kupoza. Lakini hii I maana yake ni kuyafanya maneno yako yalale kidogo, ni italic, na hii U maana yake ni underline. Kama unahitaji maneno yako kupigia mstari unabonyeza hapo. Namna ya kufanya, unakuja kwenye mouse yako, unabonyeza mkono wa kushoto, una highlight. Ukisha highlight unakuja kubonyeza B kama unahitaji maneno yako ya feni yawe yamekoza. Ukibonyeza mara moja maneno utaona yamekoza. Kwa hiyo tukiangalia haya maneno ya mstari wa kwanza na mstari mengine yana tofauti. Ya kwanza yamekoza, mengine hayajakoza. Lakini ukihitaji yalale unakuja tena hivyo una highlight. Halafu kisha highlight unakuja unabonyeza mkwaju. Unakuta hapo save yani maneno ya mstari wa kwanza yamelala. Lakini ukitaka yapigiwe mstari chini, mfano kama heading, kwa wale ambao wanatumia kwa ajili ya kuandika barua, unakuja una highlight alafu unabonyeza B, chini kutatokea mstari, itakuwa ni underline. Lakini the same thing, maana yake mfano tayari umeshafanya hii, umeyafanya yamekuwa italic, yamekuwa bold, yamekuwa underline. Lakini mwisho wake unasema hapana, mimi sitaki yalale. Unafanya vipi? Unakuja una highlight. Ukisha highlight unakuja unabonyeza, kama unahitaji asilale tena unabonyeza I, yataondoka. Ukitaka asiwe bold tena unabonyeza B, yataondoka, na ukitaka asiwe na mstari chini unabonyeza U, yatakuwa kama yalivyokuwa mwanzo. Lakini pia kuna kipengele kingine kwa wale watu ambao huwa ni wafanya biashara, ameweka biashara yake lakini ametoa discount, maana yake amepunguza bei. Bei ya kwanza aliweka, ameleta bei nyingine ya chini. Mfano wacha tuone mfano. Mimi na biashara yangu, mfano mimi nauza kikombe, ninauza 1500 Tanzania shilling. Lakini hichi kikombe sasa hivi nimetoa discount, nitauza shilingi 3000. Ninachokifanya ili kutofautisha kwamba hii ni bei ya kwanza na hii bei ya pili, unakuja hii hapa B A B C, ukibonyeza hapa hii 5000 itakuwa na mkwaju katikati. Mfano hapa mimi unakuja kwanza na highlight, halafu ukibonyeza tu hapa itakuwa ile 5000 sasa hivi inaonyesha mkwaju. Kwa hiyo mteja hapa akija akiona tu anajua kwamba hii 5000 ndio bei ya kwanza na hii 3000 ndio discount. Maana yake sasa hivi baada ya 5000 hii bidhaa inauzwa bei gani? Inauzwa shilingi 3000 za Kitanzania. Lakini pia mfano baada ya muda ambao umetoa discount umeisha, sasa unahitaji ile 5000, yani baki ile 5000, huna haja ya kuanza kufuta ya kuanza kufuta tena hivi uandike upya. No, usifanye hivyo. Cha kufanya unakuja una highlight. Ukisha highlight unakuja kubonyeza ile ABC, ile 5000 itarudi kama mwanzo. Kwa hiyo bei ya mwanzo itarudi na bei ya pili utaondoa. Lakini pia kuna kitu kingine kwa wale ambao wanahitaji kutumia kuandikia, wanaandika barua au wanaandika ripoti. Kuna mfano kama tarehe kule unataka andike 1st January, 2nd January, 3rd January, unaandika vipi? Mfano kama hapa mimi unakuja unaandika mfano tarehe mosi, 1st, ile ST unaandika vipi? Kuna njia mbili. Njia ya kwanza, baada ya kuandika ile moja yako, sasa ST unaipata vipi? ST kuna hii X na 2 la chini, lakini kuna X ya 2 ya juu. Kwa hiyo njia ya kwanza unakuja unabonyeza, halafu unaandika ST yako itakaa juu. Lakini njia ya pili kama hautaki hiyo, unakuja unaandika ile ST yako. Ukishaandika unakuja una highlight, una highlight ile ST tu, alafu ukija ndo unabonyeza huku hapa kwenye hii X na 2, ukibonyeza itakaa juu. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanatumia kwa ajili ya kuandikia barua, kuandikia ripoti,
Hii ndio namna ya kuweza kuandika hizi tarehe. Lakini pia mfano kama wale ambao wanafanya research wanahitaji kuandika mfano kama carbon zile za kisayantisti. Mfano mimi nimesahau carbon, lakini for example mfano kama carbon, mfano kama wanataka kuandika mfano kama H2 no, mfano kama nataka kuandika carbon nimesahau, lakini kwa H kama hivyo, alafu chini yake kunakuwa na 2. Kwa hiyo hii 2 unataka ikae chini, itakaa vipi? Njia ya kwanza unakuja una highlight hii 2, alafu unakuja unabonyeza hii X ya 2 iliyokaa chini. Kwa 2 yako tafani itakaa chini, na akija mtu atajua kwamba hii nani, atajua kwamba hii kakusudia nini, scientific. Lakini njia ya pili utaandika ile H2 yako. Ukishaandika H2 yako utakuja utabonyeza hapa kwenye X2. Ukishabonyeza X2 ukija ukibonyeza 2 tu, 2 itakaa chini. Kwa hiyo hapo tayari mhusika akija anajua kwamba hii ni kwa ufupisho. Lakini pia kuna kitu kingine, kuna kitu cha maandishi. Mfano mimi nahitaji haya maandishi yangu yawe makubwa. Mfano kama hili neno la kwanza hii V nahitaji iwe kubwa, itafuatiana na wenzake. Unakuja una highlight, ukisha highlight unakuja hii sehemu hapa kwangu mimi imeonekana Calibia. Kwa ukija hapa unabonyeza, ama utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa utachagua hiyo nini font unayohitaji. Kwa hapa mfano kama mimi nimechagua hii hapa Arial Black font, lakini nahitaji kuongeza namba. Kuna mimi hapa sasa hivi inaonyesha namba 18. Kwa ukija hapa ukibonyeza utachagua kama namba 20, namba 72. Unakuta namba ya nini V ipo tofauti, na hii mara nyingi tunakuta mfano kama katika magazeti unakuta ile herufi ya mwanzo ni kubwa. Hii ndio mbinu wanaitumia. Namna ya kurejesha, unakuja na highlight, unakuja tena hapa unachagua ile namba ya mwanzo, mfano kama ni 8. Lakini kwa mfano kama hapa mimi umeona hivi imekuwa ndogo, kwa hiyo mimi sijui mwanzo ilikuwa na namba ngapi. Kwa hiyo cha kufanya unakuja una highlight zote yale maneno yako, alafu wote unakuja kuwapa namba 1. Kwa hiyo kama wote ukiwapa 12, kwa maneno yote yatarudi yatakuwa sawa sawa. Na namna ya kuondosha hii hapa, manake V ya kwanza imekoza, lakini yote inahitaji iwe sawa sawa. Kwa hiyo una highlight, ukisha highlight unakuja unachagua font yoyote ambayo unahitaji, kwa wote maneno fulani yatarudi yatakuwa sawa sawa. Lakini kitu kingine cha muhimu cha kuzingatia, ngoja tuongeze kidogo ukubwa wa maneno yetu tuweke 18 ili tuweze kuona vizuri. Kitu kingine kuna mfano kuna haya maneno mimi nahitaji yawe na kivuli, tunasema shade. Je, unapata wapi? Kuna hii sehemu hapa ambayo kwa ni A peke yake. Ukija hapo ukibonyeza, kwa hiyo inakuonesha mfano kama hii hapa, nikibonyeza A hapa, basi nikija itakuwa na kivuli. Sio maneno yangu huko chini hii video, maana yake yana kivuli. Lakini pia ukitaka nyingine, maana yake unakuja tena hapo unabonyeza, unachagua whatever ambao kwa unafanya nini unahitaji nayo. Kwa hiyo nikibonyeza mfano kama hapa hii A hapa, tutaona pale kivuli simu kilivyokuja. Kwa hiyo hii ndio namna watu wanafanya nini, wanavyopendezesha kazi zao. Lakini kuna sehemu nyingine, mfano unaandika ripoti yako, lakini kuna baadhi ya maneno unahitaji uyashade, maana yake haya maneno yawe ni special. Mfano kama hili provide, unahitaji lionekane special, una highlight, halafu kuna A hii hapa. Ukija ukibonyeza hii A, mfano hapo unachagua rangi yote unahitaji. Mfano mimi nahitaji rangi hapa nyekundu, kwa maneno yatakuwa ni rangi nyekundu. Maana yake mtu akija akisoma tu atajua kama haya maneno ni special hii provide. Lakini pia kuna mstari, mfano mimi nimeandika ripoti yangu inanihusu mimi binafsi, lakini nahitaji kuna sehemu nikisoma yani niweze kuelewa haraka. Kwa ile sehemu nahitaji niweke highlight. Kinachofanya mfano kama you can also type a keyboard, hii sehemu hii inahitaji iwe special. Kwa unakuja una highlight yote hii. Ukisha highlight, halafu kuna hii A ya hapa, ukija ukibonyeza inaonyesha kwamba haya maneno ni tofauti, yanakuwa madogo.
Lakini ukitaka yawe ni highlight ambayo kwa maneno yatakuwa ni special, kwamba wote akisoma itakuwa anajua kwamba haya maneno imekusudia kitu fulani. Kwa kuna hii AB, ukija ukibonyeza tu hapa, haya maneno umeona sehemu yote imefanya nini, imekuwa ni shaded. Hata ukibadilisha sehemu nyingine, maana yake sehemu itabadilika hivi, kwa sababu tayari imeonyesha kwamba ni special. Ukitaka kuondosha ni hivyo hivyo, unakuja na shade, halafu ukija unabonyeza hapa, yatarudi kama ambapo yamekaa mwanzo. Una shade, kisha shade, unakuja hapa, unakuja hapa, unachagua rangi sasa. Sisi mwanzo ilikuwa ni rangi nyeupe, ni rangi nyeupe. Kwa sasa ukishakuja hapa, unachagua ile rangi yako ya mwanzo, au utakuja utasema no color, maana yake hamna nafanya, utakuja yataondoka. Lakini kuna kitu cha haya maneno, namna ya kuweza kuyapangilia yote. Kwa pangilia yote kivipi? Haya maneno mimi nahitaji mfano, si umeona kwa ulivyokaa mwanzo amekaa mstari wote huku mwanzo, lakini nahitaji sasa haya maneno yawe tofauti tofauti, maana kuna mengine yazidi huku umeona alivyoshuka na shuka kwa mstari hivi. Kwa cha kufanya, unakuja sehemu hii hapa chini pameandikwa paragraph. Katika hii sehemu paragraph, ukija una highlight ile maneno yako yote, halafu ukibonyeza kama hii hapa, maneno umeona yamesogea huko, yamekaa kwa mpangilio fulani kama vipande shape. Lakini ukibonyeza hii hapa, maana yake huku mwanzo ndio na huku upande wa kulia ndio unakuwa na mpangilio mzuri, upande huko unakuwa na mpangilio mbaya. Sio, umeona hapa? Kwa huku ni kwa sawa, huku unakuwa na mpangilio mbaya. Lakini ukitaka yote huku yawe na mpangilio mmoja, mstari mmoja, na huku mstari mmoja, unakuja na bonyeza hii hapa, kwa unakuta maneno yako yote huku yako sawa na huku yako sawa. Ukihitaji arudi kama mwanzo, unakuja unabonyeza hii hapa na maneno yako yanarudi kama mwanzo. Lakini kitu kingine cha muhimu cha kuweza kuzingatia, kuna kitu kinaitwa nini, kuna hichi kitu kimoja ambacho kinaitwa border. Maana yake mimi nahitaji hapa chini niweke mstari ili kuonesha, mfano kama hii ni paragraph sehemu yake na kuna paragraph yake. Kwa ukija border ni maeneo hapo, ukibonyeza chini utakuta umekaa mstari. Kwa ukiangalia hapa kuna mstari, nimekuja kubonyeza hii border yangu. Ukitaka kuondoa unabonyeza tena. Lakini pia kuna sehemu nyingine hapa, hii sehemu ni kwa ajili ya kubadilisha maandishi. Maana yake umeona kama hapa mimi nikiweka mouse yangu hapa katika hii maandishi nakuja hapo, nikiweka hapa maandishi nakuja rangi hapa, nikiweka hii hapa, kwa vyote nakuja just unaweka, una click mara moja. Ukiklik tu maandishi yako yanafanya nini, yanaonesha kwamba yako style hiyo hapo wewe mwenyewe uliweka. Lakini kuna kitu kingine cha muhimu ambacho kwa kama mtumiaji wa Microsoft Word unapaswa ukijue. Kuna hichi kitu, kuna sehemu hapa, kuna ya kwanza ya find. Maana yake mimi nahitaji kujua katika Microsoft Word yangu kuna find ngapi? Sijui tumefahamiana hapo. Katika Microsoft kama tulivyosema katika sehemu hapa, nahitaji kujua mfano katika haya maneno yangu, je, kuna baadhi ya maneno yako mangapi? Mfano kama hii neno help yako mangapi, au neno can yako mangapi, neno you yako mangapi? Unakuja sehemu hapa ya find. Ukishakuja sehemu ya find, unabonyeza. Ukishabonyeza unakuja hapa unaandika, maana yake itatokezea sehemu hiyo huko, ukija unaandika you. Ukishaandika you, maneno ya you yote hapo umeona yamejikozeshea. Kwa unapata kuhesabu 1 2 3 4 5 6 7. Haina haja tena kwanza video you ya kwanza hapana. Maana yake ukija tu kiandika hii hapa inakuja. Mfano tukiondoa tukifuta hapo na maneno yote yatajifuta. Mfano ukiandika can, umeona imejionyesha hapa kwamba can zipo maneno mawili. Ukiandika help itajionyesha kwamba help kuna neno moja. Hiyo ndio namna inavyofanywa. Kwa hiyo ukienda katika interview ukiambiwa nionyeshe kodi iko wapi, kwa cha muhimu wewe ni kuja katika sehemu hapa
alafu unabonyeza hii find.